Ni katikati ya msitu wa Amazon, na hapa tunamwona bidada ambaye anaitwa Anna akiwa yupo na rafiki yake. Wawili hawa wanahitaji boti ili waweze kuendelea na safari yao, lakini muda huu wanasikia kelele za ajabu. Wamba akaogopa kinoma, ila walipoangalia wakakuta ni nyani tu. Anna yeye anataka kuendelea na safari, ila huyu rafiki yake anaogopa kinoma, hivyo Anna akaondoka peke yake. Sasa kumbe muda huu wote kuna wamba wawili walikuwa wanafuatilia. Wajomba walipomwona Anna wakamuungia. Anna yeye yupo kwenye chuma, hao wamba akiwa anamkimbiza. Mmoja wao akakamatwa na chatu na kumalizwa pale pale. Baada ya hapa mzigo unatupeleka upande mwingine kwa mwamba ambaye anaitwa Dog McAllister. Mjomba anapiga story ya action hawa wateja wake, lakini hawa wateja wakamwambia Dog wao wamekuja hapa kwa ajili ya video ya harusi ambayo inabidi iwe romantiki na sio kama hizi story ambazo anawahadithia hapa. Dog akawaambia wateja wake mwanzoni walimwambia kwa wao wanapenda sana story za kutisha na ndio maana akitengeneza kinamna hii. Upande mwingine huku tunamwona mwigizaji ambaye anaitwa Griff. Mwamba anafanya mazoezi huku akiwa anapaka makeup. Hii nafasi Griff alikuwa anasubiri kwa miaka mingi sana, sasa leo ameipata, hivyo watamjua yeye ni nani. Na Mwamba alipomaliza kupaka makeup akaenda kwenye seti, lakini huku akaharibu, na siku hii mjomba akafukuzwa kazi. Sasa Mwamba akiwa anarudi nyumbani akaona bango kubwa sana la filamu ya Anaconda. Muda huu Griff akapokea voicemail kutokea kwa Dog. Dog anampongeza rafiki yake kwa maana mama yake amemwambia kwa mjomba amepata nafasi ya uigizaji, na hiyo ilikuwa ni ndoto yake ya muda mrefu sana. Dog anampongeza rafiki yake. Dog anaonekana yupo na bosi wake, na huyu Mwamba anamwambia Dog yeye anafahamu kabisa kwa hii haikuwa ndoto ya Dog. Mwamba ndoto yake ni kwa director mkubwa sana wa masuala ya filamu na sio kushuti harusi. Mzee huyu anamwambia Dog siku sio nyingi anaweza kastaafu na hii ofisi inaweza kawa ya Dog, hivyo anamhamasisha Dog aipende hii kazi. Dog yeye haelewi hata kidogo, na leo ni siku ya kuzaliwa kwa Dog. Mwamba aliporudi nyumbani akakuta ameandaliwa bonge la surprise, pia marafiki zake wote wamefika hapa, hata Griff. Hapa Griff akaweka filamu ya zamani sana ambayo wao walitengeneza. Hii filamu inaitwa The Quatch. Dog alipoona hii filamu mzee baba akapata hisia sana, kwa maana hii filamu wametengeneza zamani sana na mpaka leo ipo. Wajomba akitazama kwa pamoja huku wakiwa na furaha kabisa. Na siku iliyofuatia marafiki hawa wakakutana restauranti. Hapa Griff anaambia wenzake yeye ana hati miliki kwenye filamu ya Anaconda. Mwamba anasema hii filamu imetokana na riwaya ya Kijapani na mke huyo mmiliki wa hiyo riwaya alimpatia hati miliki. Mzee baba anaambia wenzake anataka atengeneze mwendelezo wa filamu ya Anaconda na anawataka hawa marafiki zake wakashirikiane. Claire pamoja na Kenny wao wakakubali hili swala, ila Dog akakataa. Griff akamshauri sana Dog, ila Mwamba bado akashikilia msimamo wake. Sasa baadaye Dog aliporudi nyumbani, Mwamba akamkuta mtoto wake akaangalia The Quatch. Mke wa Dog akamshauri Mwamba akubali kufanya kazi na wenzake. Dog akatafakari sana na mwishowe Mwamba akakubali, na mzee baba akaenda kwa Griff na akamwambia amekubali kufanya naye kazi. Griff akafurahia kinoma na Dog akaanza kuandika skripti kwa ajili ya filamu, lakini shida inakuja hapa, Wamba hawana hicho kibunda kwa ajili ya kutengeneza hiyo filamu. Wajomba akapunguza bajeti, kisha baada hapo wakaenda kuchukua mkopo benki, alafu wakamaliza skripti yao na kila mmoja akaipenda. Wajomba akaziaga familia zao, kisha safari ya kuelekea Amazon Forest ikaanza. Na Wamba alipofika tu wakakutana na Santiago. Huyo mjomba anafuga nyoka na wakina Dog wanahitaji nyoka halisi kwa ajili ya kumtumia kwenye migizo yao. Hapa wakamchukua nyoka mkubwa zaidi. Anna na yeye yupo katika huu mji na wale Wamba bado wanamfuatilia. Bidada akaiba kisu ili akitumie kwa ajili ya kujilinda. Hapa pia kuna mwamba mmoja amelewa kinoma na mzee baba ameuchapa usingizi. Huyo mjomba anamiliki boti na hapa ameziweka funguo zake. Anna alipoziona hizi funguo, bidada akaziba kisha akaenda kwenye boti, ila huku akakuta kina Dog tayari wameshapakia vifaa vyao, kwa maana hii boti walikodi. Anna akadanganya kina Dog kwa mmiliki wa hii boti ni baba yake na mzee baba anaumwa sana, hivyo hata hiyo trip wamecancel. Wakina Dog wakamwomba sana Anna awasaidie. Anna na yeye alipoona wale wamba wanamfukuzia, bidada akakubali, hivyo akaondoka na kina Dog na wale wamba wanamtafuta Anna. Wajomba bado hajakata tamaa, wanamtafuta Anna. Sasa siku iliyofuatia igizo likaanza. Griff pamoja na Claire wapo kwenye seti. Hapa Claire anaigiza kama mpenzi wa Griff na kazi ya Griff ni mwindaji wa nyoka. Wajomba akapiga seti zao na baadaye jioni Wamba akarudi kwenye boti. Hapa wanasherekea, lakini muda wa kulala ulipofika, yule nyoka akatoka kwenye banda lake kisha akaenda sehemu
sehemu ambapo kina Griff wamelala. Griff alipomwona huyu nyoka, mzee baba akapiga kelele nyingi sana, lakini Santiago akamtuliza na akamwambia asihofu, huyu nyoka hawezi kuwadhuru. Sasa siku iliyofuatia wajomba wakaendelea na kazi yao, na leo Griff inabidi ashuti na nyoka, lakini Griff anamwogopa sana huyu nyoka, na wakati wa kushuti mzee baba kwa uoga akamsukuma huyu nyoka. Kichwa cha huyu nyoka kikagusa propela na propela ikamkata, hivyo nyoka akakata moto. Santiago baada ya kuona kwa nyoka wake amefariki, mzee baba akaumia sana, kisha akamzika kwa heshima, na baadaye Santiago akala pombe nyingi sana, kisha akaondoka na Griff. Wamba wanaelekea msituni kwa ajili ya kutafuta nyoka mwingine ambayo watamtumia kuigiza. Wajomba kazama kwenye maji, wanafanya kila namna ili hakikisha wanampata nyoka, lakini ghafla chatu mkubwa sana akajitokeza na uchatu akambananisha Santiago. Griff akatoka hapa chap kwa haraka na kwenda kueleza wenzake. Wajomba akaungana, kisha safari kwenda kumwokoa Santiago ikaanza, lakini wakiwa hapa msituni wakaiona gari ya zamani sana. Wajomba wakisogelea hii gari, ila ghafla mwili wa mtu ukadondoka chini, alafu ile nyoka akajitokeza. Dog pamoja na wenzake wakaingia ndani ya gari, lakini shida ni kwamba ile gari ni bovu, hivyo kutembea haiwezekani. Dog akashuka chini ili akaangalia engine, na kweli kabisa mwamba akafanikiwa kulitengeneza, ila kabla hajarudi kwenye gari yule chatu akajitokeza. Ila leo ni siku nzuri kwa Dog. Mwamba alifanikiwa kuingia ndani ya gari kabla hajakamatwa, kisha wajomba wakaondoka na hili gari, lakini wale wamba pikipiki na wao wameungia kwa nyuma. Ana akamwambia kina Dog wasisimamishe gari, kwa maana wale wajomba ni wachimbaji haramu wa dhahabu. Hao wamba wanashambulia na bunduki. Ana na yeye akatoa bunduki na kuanza kujibu mapigo, na kwa bahati nzuri wakafanikiwa kuwatoroka hao wamba. Wajomba akarudi kwenye boti yao, lakini huku kuna mtu mwingine anawasubiria, na huyu mwamba anamuulizia Ana yeye kumbe tayari ashamzunguka huyu mwamba, na hapa akamzima. Kisha bidada akakaa mezani na kina Dog, na hapa anawaambia kwa yeye anaweza kutorosha endapo akikubali kumsikiliza. Dog ameshachoka kinoma, mjomba anatamani kurudi nyumbani, lakini Griff hata kikondoka hivi hivi. Mjomba anachokitaka ni kazi wemalizie kwanza ndio ondoke hapa. Sasa baadaye usiku Griff akapata idea, mjomba akamfanya Ana aingie kwenye story yao na bidada awe main actor, na asubuhi ilipofika Dog akaonyesha script wenzake. Mwamba anawaambia hii story itakuwa inahusu mwanabiolojia pamoja na mwindaji wa nyoka ambao wanatafuta nyoka katika msitu wa Amazon, lakini huku wanakutana na wachimbaji haramu wa dhahabu, hivyo wanaanza kupambana nao. Watu wote baada ya kusikia hii story wakaipenda kinoma na wakakubali kuendelea kushuti huku wakielekea kaskazini. Dog yeye anashuti na Ana tena kwa furaha kabisa, lakini hii script mpya imeleta mabadiliko, kwa maana Griff pamoja na Claire hawana kazi ya kufanya. Siku moja usiku Griff pamoja na Claire wakakaa chini na kuanza kujadiliana kuhusiana na script mpya. Griff yeye anajiona kama loser, kwa maana kila kitu ambacho anakifanya anafeli, ila Claire anambembeleza Griff na anamwambia asijali na watapita katika hili. Griff akamwelewa Claire, na kesho yake asubuhi ilipofika Griff akaanza kuongea na Dog kuhusu hili swala la kumfanya Ana awe main character. Lakini muda huu kuna boti nyingine inapita hapa, na hii boti ina vifaa vya kutosha kwa ajili ya kushutia movie. Dog akawauliza kama na wao wanashuti movie. Wajomba wakamjibu Dog kwa na wao wanashuti movie ya Anaconda ambayo hatimiliki yake inamilikiwa na Sony. Griff akaona kabisa kwa tayari ameshakamatika, hivyo mjomba akawaelezea ukweli wote marafiki zake. Mwamba anawaambia aliwadanganya ili wakubali kuja huku, kwa maana alijua kabisa endapo asingewadanganya basi asingekubali kuja huku. Hapo ugomvi mkubwa sana ukiibuka kati ya Griff pamoja na Dog, na Griff akaamua kuondoka hapa licha Claire kujaribisha kumkataza. Sasa Griff alivyoondoka hapa, Mwamba alifuata ile boti ya Sony, ila huko mbele akakuta ile boti imeharibika kinoma, na msituni akamwona binti moja hivi akaomba msaada. Griff kabla hajamsaidia huyo binti akachukuliwa na Anaconda. Griff akapaniki kinoma na mjomba akataka kurudi kwenzake, ila boti yake ikaharibika. Dog na yeye akasimamisha boti. Kenny pamoja na Claire wakamuuliza Dog ni kwa nini amesimamisha boti. Dog akamwambia Ana anajua sehemu ambayo wanaweza kuitumia kuigiza, hivyo wataelekea huko. Kenny pamoja na Claire wao walitaki hili swala, kwa maana huko msituni kuna hatari kubwa sana, lakini Ana akatoa bunduki kisha akawafosi waingie msituni. Na wajomba alipotoka tu hapa, yule mwamba ambaye alikuwa anamfuatilia Ana akaja hapa na boti. Griff na yeye akafanikiwa kurudi kwenzake ila kuwakuta, lakini kitu ambacho kilimshangaza zaidi, mjomba akawa na boti kwa pembeni, na mwamba alipoangalia akakuta bunduki. Mjomba akajua kabisa wale watu ambao wanamtafuta Ana wamerudi tena. Ana yeye akawachukua kina Dog na kuwapeleka sehemu ambayo alihifadhi dhahabu zake, na hapa anawalazimisha
kisha kumsaidia kuzibeba. Hivyo hapa tunagundua kwa Anna ndo mchimbaji haramu wa dhahabu na wale wajomba ambao wanamtafuta ni mapolisi. Dog akatupa mfuko kwenye maji, lakini muda huu yule polisi anakuja hapa na mzee baba akiwa anataka kumkamata Anna. Griff akamchapa shaba kisha akaenda kwenzake, huku Dog akaanza kumlaumu Griff na hapa akamwelezea kila kitu kwa mjomba ni polisi. Anna yeye ameshachukua bunduki yake na hapa akammalizia huyu polisi. Claire akamshambulia Anna, lakini muda huu tena Anaconda akajitokeza na kumkamata Anna. Claire pamoja na wenzake wao akakimbilia porini, lakini huku Dog akang'atwa na mdudu. Ken akawaambia njia pekee ya kumsaidia Dog ni kumkojolea kwenye kidonda, hivyo mwamba akamkojolea Dog kwenye kidonda chake, kisha safari ikaendelea. Dog anamwomba msamaha Griff kwa kila kitu ambacho alimfanyia. Mzee baba anasema alikuwa anamwonea wivu Griff kwa maana mwamba anajitoa sana kwenye kupambania ndoto zake kumzidi hata yeye. Wajomba akiwa bado anazungumza, Anaconda akajitokeza na hapa akamkamata Dog. Griff pamoja na wenzake wao akakimbia hapa, huku Griff anajilaumu kwa yeye ndo chanzo cha kifo cha Dog kwa maana alimlazimisha kuja huku na mwamba alikuwa hataki kabisa, ila Claire anambembeleza Griff. Kenny yeye kwa kutumia darubini akagundua kwa boti haiko mbali na hapa, lakini kikwazo ni kwamba inabidi wakatishe kwenye eneo ambalo lipo wazi, hivyo ni lazima Chato ataona. Muda huu wakasikia kelele na wajomba aliposogea wakaona mwili wa Dog. Wamba wakahuzunika sana, ila Kenny akatoa wazo watumia huu mwili wa Dog kwa ajili ya kumvuruga Chato. Wajomba wakamkamata nguruwe pori kisha wakamfunga kwa Dog, alafu wakamweka kwenye eneo ambalo lipo wazi ili Chatu aje awameze, na muda huo wao watatumia kutoroka. Wajomba akafanya hivyo kisha wakaanza kukimbia, na kabla hata hajafika mbali wakamwona Chatu na Uchatu anamsogelea Dog, lakini Dog akafungua macho, kumbe mjomba hakukata moto. Griff pamoja na wenzake wakaanza kumpiga kelele Dog ili amkwepe huyo Chatu. Dog akaamka na mwamba akaanza kukimbia huku akamembeba nguruwe pori. Chatu naye ameungia kwa nyuma na bahati nzuri Uchatu akamkamata nguruwe pori na Dog akapona na kuungana na wenzake. Mjomba ilibakia chupu aende akamsalimia Sagodi. Griff yeye anaomba msamaha kwa rafiki yake kwa maana yeye ndo chanzo cha yote. Dog akamwelewa Griff, kisha wajomba wakaendelea kutembea wanifuata boti yao, na baadaye usiku wamba wakafanikiwa kufika ufukweni na huku wakaikuta seti ya Sony ambayo imeharibiwa kinoma na yule Chatu. Muda huu Ice Cube ambaye ni mwigizaji maarufu sana kwenye filamu ya Anaconda, mzee baba akajitokeza na kuwasaidia wakina Griff. Wakina Griff wao wanaomba selfie tu kwa maana wamekutana na star huku porini. Huyu mjomba akawachia bastola kisha yeye akaenda msituni kwa ajili ya kuokoa wengine. Hapa Griff pamoja na wenzake wao wakatengeneza mkakati ambao wanaweza kutumia kwa ajili ya kummaliza huyo Anaconda, lakini kabla ya yote wamba akawasha kamera kwanza ili wapate kila tukio, alafu wajomba akaingia kwenye mission na kweli kabisa wamba wakafanikiwa kummaliza huyo Anaconda. Na baada ya siku kadhaa kupita tunamwona Griff pamoja na kina Dog wakiwa wanatazama hii filamu ya Anaconda pamoja na watu wengi sana katika tamasha ambalo lilifanyika mtani kwao, na watu wengi sana wakipenda hii filamu. Pia wajomba wakatoa kumbukumbu zao za mwisho kwa Santiago ambaye alifariki kule porini. Lakini licha hii filamu kushutiwa kwa tabu sana, hii filamu haikutoka kwa maana Sony hawakutaka filamu itoke, na baadaye kabisa Claire pamoja na Griff wakaoana na Dog akawashuti kwenye siku ya harusi, la hii akifanya kama horo, na hapa ndipo mzigo ulipoishia. Hiyo imekuwa ni good time sana kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hivyo ni kushukuru sana mdau wangu wa nguvu. Ila kabla siondoka nikwambie, kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel, basi hujachelewa mwanetu, bonyeza alama subscribe kisha bonyeza alama kengele ili wa kwanza kabisa kupata simulizi zote punde tu unapoziweka hapa. Pia pale Instagram mimi na Tumidole Kid mwanetu, fanya kupita pale na unifollow na mimi nitakufollow back. Mwana kabisa ninazungumza hapa, mimi naitwa Dole Kid. Asante na kwaheri, have a good time, enjoy, bye bye.